Katika nchi ya Marekani inaaminika kipo kikosi cha siri sana na wala hakifanyi kazi chini ya vikosi vyovyote vya ulinzi na usalama ndani ya Marekani. Kikosi hiki kinafanya kazi kivyake vyake chenyewe bila kuingiliana na mtu yoyote. Si jeshi la Marekani, si polisi wala si vikosi vya usalama wa taifa. Kikosi hiki hakifanyi kazi ndani tu ya mipaka ya Marekani, bali mpaka nje ya mipaka ya taifa hilo. Kokote duniani mkono wao unafika na kutenda watakalo. Na kazi kubwa ya kikosi hiki ni kuwanyamazisha watu wa aina mbili, ambao aina ya kwanza ni mashuhuda walioshuhudia kwa macho yao kuviona viumbe vya ajabu, aliens, au vyombo vya usafiri wa hawa aliens. Na kazi ya pili ya msingi ya kikosi hiki ni kuwanyamazisha watafiti na wasomi wanaopenda kufuatilia mambo ya viumbe aliens. Kwa hivyo hawa aina mbili za watu ndio wanaokumbana na kikosi hiki cha siri, Men in Black, kwa kifupi MIB, kwa kutahadharishwa waache mara moja wanachoendelea kukifanya au kuhadithia watu juu ya habari za aliens. Men in Black wanatajwa kuwa na mikwara mikali sana, maana wanakutahadharisha mara moja tu, na wanadili sana na wale mashuhuda au watafiti wanaoonekana ni tatizo au kuwa na athari kubwa kwa kuyaanika mambo ambayo yataifungua jamii kuhusu masuala ya viumbe aliens. Men in Black wanahakikisha dunia inabaki kwenye mvutano. Je, ni kweli kuna uwepo wa viumbe vya ajabu duniani, yani aliens, pamoja na vyombo vyao vya ajabu vya kusafiria? Kwa hivyo hawa watu vimbelembele wanaotaka kuifungua jamii kuhusu siri za hawa viumbe aliens hawatakiwi kabisa kuupata mwanya huo. Serikali kubwa duniani ikiwemo serikali ya Marekani zimewahi kutamka wazi kuwa hakuna uwepo wa viumbe aliens duniani wala vyombo vyao vya ajabu vya kusafiria. Serikali hizo zimedai ya kwamba ni uzushi tu. Hata uwepo wa kambi ya siri sana ijulikanayo kama Area 51 ambayo inadaiwa kuhifadhi viumbe hao wa ajabu, na kwamba wako huko kusuka mipango yote ya kimaendeleo ya sayansi, teknolojia na uchumi wa Marekani. Lakini serikali ya Marekani imekuwa na msimamo ya kwamba hayo ni maneno ya uzushi tu. Ingawa kumekuwapo na watu wakubwa katika masuala ya kisiasa na wengine waliowahi kushika nyadhifa mbalimbali katika mashirika ya ulinzi na usalama katika nchi kubwa mbalimbali duniani, na kwa nyakati tofauti watu hao wamenukuliwa wakidai kuwa ni kweli upo uwepo wa viumbe aliens duniani, na eneo linalotajwa zaidi kuhifadhi viumbe hao ni kambi ya Area 51, ambako ukijaribu kusogelea tu hakuna atakaye kuuliza chochote, bali utatandikwa risasi. Mfano wa wakubwa hao ni kama mkurugenzi wa kwanza wa CIA Bwana Roscoe H. Hillenkotter, na pia seneta wa bunge kubwa la Marekani Bwana Barry Goldwater, na yupo pia waziri wa ulinzi wa nchi ya Canada Paul Heyler, na mkuu wa majeshi wa zamani wa Uingereza ambaye pia aliwahi kuwa mkuu wa zamani wa jeshi la NATO Bwana Lord Hill Norton. Hawa ni mfano wa watu wazito ambao wamewahi kutoa ushuhuda juu ya uwepo wa viumbe aliens duniani, pamoja na kusema kuwa serikali zao zinajitahidi kuharibu na kupoteza ushahidi kuhusu uwepo wa viumbe hao. Na watu maalumu waliopewa kazi hiyo ya kuteketeza ushahidi juu ya uwepo wa viumbe aliens ni hiki kikosi cha siri tunachokizungumzia leo, Men in Black, MIB. The Storybook. Men in Black ni kina nani hao? Kwanza ifahamike kwa nini wanaitwa Men in Black. Hili sio jina lao rasmi. Kwa wanaowatuma kazi wenyewe wanajua zaidi wamewapa jina gani kikosi hiki, jina lake halisi ni lipi. Lakini jina la Men in Black limetokana na muonekano wao ambao siku zote wanapokuwa kazini huwa wanapigilia mavazi meusi tu. Hawa Men in Black kimuonekano ni warefu mithili ya wachezaji wa basketball. Ni majitu kweli kweli, hamna mfupi kati yao. Ni weupe wenye asili ya uzungu,
ila ngozi zao ni za ajabu, zimekaa kama mfano wa plastiki, si kama ngozi za binadamu wa kawaida. Ngozi zao zimewamba kweli kweli. Macho yao ni makali ya kutisha wakikutazama. Midomo yao ni mekundu sana, lipsi zote mbili. Hawana nyusi wala kope hata moja. Muda wote wamevalia suti na kofia ya duara. Suti huwa nyeusi na kofia nyeusi pia. Na sauti zao ni nzito, zenye kusikika tofauti na sauti za binadamu wengine wa kawaida wanapoongea. Si nzito tu, zina utofauti, si kama binadamu wa kawaida. Kwa sifa hizi ambazo wanazo Men in Black, imepelekea kuhisiwa pia inawezekana hata hawa Men in Black si binadamu wa kawaida, yaani nao wakawa ni miongoni mwa jamii za viumbe aliens ambao wameveshwa tu ngozi ya binadamu ili waonekane kama sisi. Na kinachotia shaka zaidi, huwa wanakuja ghafla kwa haraka sana, na wanapoondoka pia ni vivyo hivyo. Binadamu wa kawaida anawezaje kutenda hayo? Hawa nao wanahisiwa kuwa ni aliens. Pia kwa kazi zao kufanyika kwa muda mrefu na kutovuja kwa jamii, ofisi zao ziko wapi? Wanasajiliwa vipi kujiunga na Men in Black? Na mengineo mengi ambayo yamedumu kuwa siri kuwahusu wao Men in Black. Imeongeza maradufu kuwa kikosi hiki cha siri kijulikanacho kama Men in Black kitakuwa nacho kinaundwa na aliens waliovalia ngozi za binadamu. Watafiti na wasomi wengi wanaofuatilia uhalisia wa Men in Black wanasema kama kingekuwa ni kikosi cha siri kijumuishacho binadamu wa kawaida, basi lazima kingevuja taarifa za kazi zao walau hata kidogo, ila hilo halijawahi kutokea hata kwa bahati mbaya. Na kama ni binadamu wa kawaida, basi watakuwa wameharibiwa kisaikolojia na kupitishwa kwenye mafunzo mbalimbali ambayo yamewajenga kuwa kikosi cha siri sana ambacho hakijawahi kuvujisha siri yake yoyote. Pia hawa Men in Black utambulisho wao ni wa namba. Mfano, wanapokuja kumtahadharisha mtu anayefuatilia mambo ya aliens, basi wenyewe wanajitambulisha kwa namba. Atasema mimi ni namba 7 au mimi namba 10 au mimi ni namba 20. Hawana majina wenyewe. Na kesi zote za Men in Black huwa hawazidi 3 wanapokwenda kumfuata mtu, na kama wakija na usafiri, basi ni lazima uwe ni wa rangi nyeusi. Gari itakuwa nyeusi ama pikipiki itakuwa ni nyeusi. Men in Black hawatembei na silaha. Hawajawahi hata siku moja kutoa silaha popote wanapokwenda kutenda kazi zao. Wanapokuwa kazini, wao kauli yao tu ina nguvu kuliko bunduki. Kuanzia muonekano wao wa kutisha, mhusika akiwaona na wakiongea, inatosha mlengwa kutingishika na kuogopa na kutii kila watakachosema. Sasa, kabla tuendelee sana, najua utakuwa na swali lako la gonga kichwani. Kama ni kikosi cha siri kiasi ambacho huwezi kujua kabisa shughuli zao, imewezekanaje watu wachache kama wewe Jamal kupata kujua juu ya uwepo wa hiki kikosi cha siri cha Men in Black mpaka leo utuletee hapa habari zao? Siku moja, June 27 mwaka 1947, kule Marekani katika himaya ya Washington, eneo la kisiwa cha Maury, kulikuwa na mtu mmoja aitwaye Harold Dahl. Na mtu huyo alikuwa na mtoto wake Charles Dahl. Wakawa na mbwa wao. Walikuwa kwenye boti yao wakifanya shughuli za kujitolea za uhifadhi wa ufukwe wa kisiwa cha Maury. Harold akiendelea na hilo zoezi pamoja na mtoto wake Charles, walifika eneo la mlango wa bahari ya Pacific. Ghafla angani kukatokea vitu 6 vyenye umbo la donut, na vilikuwa umbali wa nusu maili kutoka kwenye boti yao. Wakati wanaendelea kushangaa vitu hivyo vya ajabu vyenye umbo la donut, kitu kimoja wapo miongoni mwa vitu hivyo kikaanguka chini umbali wa mita 457 kutoka ilipo boti yao. Na wakiendelea kushangaa kitu hicho cha ajabu kimeangukaje, kingine kimoja kati ya vile 5 vilivyobaki angani kikafunguka kwa chini. Ina maana wanaoviangalia vitu hivyo kutokea kwa chini, yaani bwana Harold na mwanawe, wakawa wanaweza kuona kwa ndani ya chombo kile cha ajabu.
Baada ya kufunguka, kukaanza kunyesha mvua ya vipande vya chuma chakavu, na mvua hiyo ikawaangukia Harold na mwanawe Charles. Wao wakiwa kwenye boti wanashangaa na harakati za kuikwepa mvua hiyo. Basi Charles alidhurika mkononi kwa kupigwa na vipande hivyo vya chuma, na mbwa wao akaangukiwa na vipande hivyo vya chuma mpaka akafa hapo hapo. Boti waliokuwa nayo ilikuwa na kasehemu ambako kana paa la kujificha na jua. Wakakimbilia hapo ili kujificha na vipande hivyo vya chuma. Halafu haraka wakaiwasha boti yao na kuanza kukimbia wakiikwepa hiyo mvua ya vipande vya chuma. Wakaelekea nchi kavu ambako kulikuwa na msimamizi